Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga limefanikiwa kuwakamata na kuwashikilia watuhumiwa 8 kwa tuhuma za kuhusika na matukio matatu yaliyofanyika maeneo tofauti katika mkoa wa Tanga. Wanaoshikiliwa kwa kuhusika na tukio la kwanza ambalo ni la mauaji ya mwanamke mmoja na mwanaye mchanga wa miezi minne ni pamoja na Kilo Msami, Abdalla Ibrahim, Ayubu Hamisi na Big Fai Edward. Wanatuhumiwa kwa tukio la mauaji yaliyotokea Machi 28, 2026 majira ya saa 9 alasiri, ambapo Mwajuma Shabani miaka 30 pamoja na mwanaye mchanga Mwantumu Abdalla miezi minne waliuawa kisha miili yao kutumbukizwa ndani ya kisima cha maji huko katika kitongoji cha Tawini kwa Mgongo, kijiji cha Kisangasa, wilaya ya Kilindi, mkoa wa Tanga. Aidha, Sharifu Mustafa alimaarufu Charada na Adam Ramadhani Hasani alimaarufu Masonzi wanashikiliwa kwa tuhuma ya kumjeruhi sehemu mbalimbali Yasini Amiri, fundi simu, mkazi wa Makolola jijini Tanga. Pia watuhumiwa wawili wanashikiliwa kwa tuhuma ya kukutwa na noti bandia 16, endapo zingekuwa halali zingekuwa na thamani ya shilingi 160,000. Watuhumiwa hao ni Shani Gugu, mkazi wa Kange jijini Tanga, na Bakari Hamza, mkazi wa Moshi mkoani Kilimanjaro. Watuhumiwa hawa fedha hizo bandia wanatuhumiwa pamoja na kukutwa nazo, lakini walikuwa wakizichanganya na fedha nyingine halali ili kupata bidhaa na huduma. Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga lingependa kutoa taarifa ya tukio la kulipuka kwa petroli na kusababisha kifo na majeruhi Machi 28, 2026 majira ya saa 12:30 jioni katika kijiji cha Bongi, kata ya Sindeni, wilaya ya Handeni, mkoa wa Tanga. Moto huo ulisababisha kifo cha mtoto aitwaye Nilam Ramadhani mwenye umri wa miaka 8. Waliojeruhiwa na wanaendelea na matibabu hospitalini ni Mutaza Abdalla, Latifa Michael na Shafi Abdalla. Aidha, katika msako wa watu wanaotumia vyombo vya moto bila kuwa na namba za usajili, Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga limefanikiwa kukamata pikipiki 11 zisizokuwa na namba za usajili kwa maana ya plate number. Uchunguzi unaendelea ili kubaini uhalali wa pikipiki hizo na sababu za kutokuwa na namba za usajili, ili hatua zingine zifuate kwa mujibu wa ushahidi utakaopatikana na sheria.